Shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia ile bodi ya ligi ambayo ipo ndani yake ambayo ni Tanzania Premier League Board ama TPLB imetoa adhabu kwa wachezaji wawili wa Simba ambao ni Jonathan Soa pamoja na Alassane Maodo Kante mara baada ya kucheza michezo ambayo si ya kiungwana katika mchezo ule kati ya Azam FC dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulimalizika kwa Azam FC kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Lakini vile bodi ya ligi imeipiga faini klabu ya Yanga faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kufanya matendo ambayo yanahusiana na imani za kishirikina ama uchawi ama unaweza kuita ulozi, ambapo bodi ya ligi kuu nchini Tanzania yani TPLB yenyewe imefanya review ya baadhi ya michezo ambayo imeshachezwa na kuweza kutoa baadhi ya adhabu kwa vilabu mbalimbali, ambapo mechi namba 046 kati ya Coastal Union dhidi ya Young Africans, klabu ya Young Africans ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la shabiki wake kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la kuchezea yani pitch, ambapo shabiki huyo alionekana kufika hadi kwenye goli la timu ya Coastal Union na kuinama kama ishara ya kutafuta ama kuchukua kitu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu kidogo cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini pia bodi ya ligi wakaongeza kwa kuandika muhimu, bodi ya ligi kuu nchini Tanzania inazikumbusha klabu zake kuendelea kusisitiza umuhimu wa mchezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi, mashabiki wake. Ukumbusho huu unakuja kufuatia mfululizo wa matukio ya wachezaji kufanya vitendo visivyo vya kiwana michezo kwa wachezaji wenzao, ikiwemo kupiga pamoja na kuhatarisha usalama wa wachezaji. Matukio hayo pia yamekuwa yakileta taswira mbaya kwenye ligi yetu, jambo ambalo linaweza kushusha hadhi yake, na kwamba licha ya adhabu kali ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wachezaji husika, bado matukio hayo yamekuwa yakiendelea uwanjani. Lakini mchezo mwingine ni mchezo namba 031 Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, ambapo Simba alipoteza kwa mabao 2-0. Mchezaji Jonathan Soa wa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo kwa kumpiga kiwiko mchezaji Himid Mao wa klabu ya Azam FC wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam pia amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kama ilivyo kwa Jonathan Soa kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo cha kumpiga teke kwa makusudi mchezaji Faisal Salum wa klabu ya Azam FC wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Lakini pia mwamuzi wakati wa mchezo huo tajwa hapo juu, Abdalla Mwinyi Mkuu kutoka Singida, ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira zilizofanywa na wachezaji Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante katika mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza kifungu kidogo cha 1 na kile cha 6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Na hizi ndizo adhabu ambazo zimetolewa kwa timu za ligi kuu, japo kuna adhabu ambazo zimetoka katika michezo ile ya ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili, lakini hizi ndizo adhabu kubwa ambazo zilizungumzwa sana wiki hii kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari pamoja na online media, zikizungumzia matendo ambayo si ya kiungwana ambayo yamefanywa na nyota hao wawili wa Simba yani Jonathan Soa pamoja na Alassane Maodo Kante. Lakini baada ya matendo haya yote na baada ya vitendo hivi kuonekana sehemu mbalimbali na watu kuendelea kupush kuonesha kwamba hivi vitendo ambavyo si vya kiungwana mchezoni vinatakiwa kupigiwa kelele ama vinatakiwa kuchukuliwa hatua, kuna video ambayo inaonekana hii hapa ikimuonesha golikipa wa Young Africans Djigui Diarra akimfuata na kumpiga makusudi mchezaji wa timu ya Mtibwa Sugar. Lakini pia hakuna adhabu ambayo ilitolewa kwa golikipa huyu wa Young Africans, lakini pia tunaweza kusema pia ni kitendo ambacho muamuzi wa mchezo husika pia hakukiona kama vile ambavyo ilikuwa kwa Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante. Diarra alionekana kufanya tukio hili makusudi mara baada ya kuruka juu na kudaka mpira na akamfuata mchezaji huyo na kumpiga makusudi kabisa, lakini hajafungiwa wala kwenye adhabu hizi hayupo, kitendo ambacho kimepelekea baadhi ya washabiki wa Simba
kuweza kuzungumza kwamba shirikisho limekuwa likitoa mapendeleo au upendeleo kwa baadhi ya wachezaji na baadhi ya timu, lakini kitu ambacho hawakijui ni kwamba shirikisho letu ni sikivu sana, na matendo kama haya yakionekana kuwa yanachukuliwa hatua na hayafumbiwi macho. Kwa hiyo hata hili la Djigui Diarra dhidi ya mchezaji huyu halitafumbiwa macho, litakuja kuchukuliwa hatua katika michezo inayofuata au mara baada ya ligi kurejea. Kwa hiyo mchezaji kama Alassane Kante atakosa michezo mitano, lakini Jonathan Soa pia atakosa michezo mitano. Kwa mantiki hii ni kwamba Jonathan Soa ataikosa dabi ya pili mfululizo baina ya Simba na Yanga, ambapo wakati anajiunga na Simba kulikuwa kuna dabi ya kwanza ambayo ilikuwa ni kwenye mchezo wa ngao ya jamii, ambapo Jonathan Soa alikuwa na kadi nyekundu ambayo alionyeshwa toka akiwa Singida Black Stars, ambapo mara baada ya kufika Simba ilitakiwa aitumikie adhabu yake, ambapo akakosa dabi ya kwanza. Lakini mwezi wa pili inakwenda kupigwa dabi kati ya Simba na Young Africans, ambapo Jonathan Soa hata kuwepo tena na hata kuwa sehemu ya mchezo huu, kwa maana kuwa tayari amefungiwa michezo mitano. Adhabu kubwa kama hii pia ilimkuta nyota wa Young Africans Ibrahim Abdullah almaarufu Ibra Baka, ambaye alimkanyaga makusudi mchezaji wa Mbeya City katika mchezo ambao Mbeya City alitoka sare tasa dhidi ya Young Africans, na Baka kafungiwa michezo mitano, ambapo mpaka sasa amekwisha tumikia jumla ya michezo minne na amebakisha mchezo mmoja ili aweze kurejea uwanjani.